tayari umekosa kile kilicho cha Mungu. Mungu akubariki sana. Ukimchanganya tu Yesu ukamweka kwenye kawaida ya malaika, tayari unakuwa umekosa kile ambacho kilicho na msingi wa Mungu. Ila ukiyajua yote, na ndio maana leo watu hawajui, mpaka watu wanaweka mjadala, wanasema Yesu ndiyo Mungu huyo huyo, Yesu ndiyo Baba ndiyo huyo huyo, Mungu ndiyo huyo huyo, ndio Yesu, kwa sababu hawajamjua yeye ambaye aliyeyafunua yote. Sema amen. Lakini mimi ninamjua na ninajua, ninamjua na ninamjua, ananijua na anakujua. Sema amen. Anatujua na tunamjua. Anazungumza katika ile Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8. Wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Lakini sasa mkiisha kumjua Mungu au kujulikana naye, ina maana mwanzoni tulikuwa hatumjui Mungu, lakini sasa tunamjua Mungu, tena tunajulikana. Unaposema kujulikana, ina maana Mungu anakujua na Mungu anakujua na wewe unamjua. Ina maana tayari wote mnafahamiana. Sema amen. Kwa hiyo usipomjua Mungu, tayari unakuwa umepoteza thamani ya maisha yako ya kuishi katika Mungu. Mungu akubariki sana. Usipomjua malaika ni nani, tayari unakuwa umehama katika misingi ambayo Mungu anahitaji uishi nayo. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako raha sana. Mwambie tena raha sana. Naomba nianze katika ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Yohana mtakatifu, tayari umekosa kile kilicho cha Mungu. Mungu akubariki sana. Ukimchanganya tu Yesu ukamweka kwenye kawaida ya malaika, tayari unakuwa umekosa kile ambacho kilicho na msingi wa Mungu. Ila ukiyajua yote, na ndio maana leo watu hawajui, mpaka watu wanaweka mjadala, wanasema Yesu ndiyo Mungu huyo huyo, Yesu ndiyo Baba ndiyo huyo huyo, Mungu ndiyo huyo huyo, ndio Yesu, kwa sababu hawajamjua yeye ambaye aliyeyafunua yote. Sema amen. Lakini mimi ninamjua na ninajua, ninamjua na ninamjua, ananijua na anakujua. Sema amen. Anatujua na tunamjua. Anazungumza katika ile Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8. Wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Lakini sasa mkiisha kumjua Mungu au kujulikana naye, ina maana mwanzoni tulikuwa hatumjui Mungu, lakini sasa tunamjua Mungu, tena tunajulikana. Unaposema kujulikana, ina maana Mungu anakujua na Mungu anakujua na wewe unamjua. Ina maana tayari wote mnafahamiana. Sema amen. Kwa hiyo usipomjua Mungu, tayari unakuwa umepoteza thamani ya maisha yako ya kuishi katika Mungu. Mungu akubariki sana. Usipomjua malaika ni nani, tayari unakuwa umehama katika misingi ambayo Mungu anahitaji uishi nayo. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako raha sana. Mwambie tena raha sana. Naomba nianze katika ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Yohana
mtakatifu, tayari umekosa kile kilicho cha Mungu. Mungu akubariki sana. Ukimchanganya tu Yesu ukamweka kwenye kawaida ya malaika, tayari unakuwa umekosa kile ambacho kilicho na msingi wa Mungu. Ila ukiyajua yote, na ndio maana leo watu hawajui, mpaka watu wanaweka mjadala, wanasema Yesu ndiyo Mungu huyo huyo, Yesu ndiyo Baba ndiyo huyo huyo, Mungu ndiyo huyo huyo, ndio Yesu, kwa sababu hawajamjua yeye ambaye aliyeyafunua yote. Sema amen. Lakini mimi ninamjua na ninajua, ninamjua na ninamjua, ananijua na anakujua. Sema amen. Anatujua na tunamjua. Anazungumza katika ile Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8. Wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Lakini sasa mkiisha kumjua Mungu au kujulikana naye, ina maana mwanzoni tulikuwa hatumjui Mungu, lakini sasa tunamjua Mungu, tena tunajulikana. Unaposema kujulikana, ina maana Mungu anakujua na Mungu anakujua na wewe unamjua. Ina maana tayari wote mnafahamiana. Sema amen. Kwa hiyo usipomjua Mungu, tayari unakuwa umepoteza thamani ya maisha yako ya kuishi katika Mungu. Mungu akubariki sana. Usipomjua malaika ni nani, tayari unakuwa umehama katika misingi ambayo Mungu anahitaji uishi nayo. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako raha sana. Mwambie tena raha sana. Naomba nianze katika ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Yohana mtakatifu, tayari umekosa kile kilicho cha Mungu. Mungu akubariki sana. Ukimchanganya tu Yesu ukamweka kwenye kawaida ya malaika, tayari unakuwa umekosa kile ambacho kilicho na msingi wa Mungu. Ila ukiyajua yote, na ndio maana leo watu hawajui, mpaka watu wanaweka mjadala, wanasema Yesu ndiyo Mungu huyo huyo, Yesu ndiyo Baba ndiyo huyo huyo, Mungu ndiyo huyo huyo, ndio Yesu, kwa sababu hawajamjua yeye ambaye aliyeyafunua yote. Sema amen. Lakini mimi ninamjua na ninajua, ninamjua na ninamjua, ananijua na anakujua. Sema amen. Anatujua na tunamjua. Anazungumza katika ile Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8. Wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Lakini sasa mkiisha kumjua Mungu au kujulikana naye, ina maana mwanzoni tulikuwa hatumjui Mungu, lakini sasa tunamjua Mungu, tena tunajulikana. Unaposema kujulikana, ina maana Mungu anakujua na Mungu anakujua na wewe unamjua. Ina maana tayari wote mnafahamiana. Sema amen. Kwa hiyo usipomjua Mungu, tayari unakuwa umepoteza thamani ya maisha yako ya kuishi katika Mungu. Mungu akubariki sana. Usipomjua malaika ni nani, tayari unakuwa umehama katika misingi ambayo Mungu anahitaji uishi nayo. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako raha sana. Mwambie tena raha sana. Naomba nianze katika ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Yohana
mtakatifu tayari umekosa kile kilicho cha Mungu. Mungu akubariki sana. Ukimchanganya tu Yesu ukamweka kwenye kawaida ya malaika, tayari unakuwa umekosa kile ambacho kilicho na msingi wa Mungu. Ila ukiyajua yote, na ndio maana leo watu hawajui, mpaka watu wanaweka mjadala, wanasema Yesu ndiyo Mungu huyo huyo, Yesu ndiyo Baba ndiyo huyo huyo, Mungu ndiyo huyo huyo, ndio Yesu, kwa sababu hawajamjua yeye ambaye aliyeyafunua yote. Sema amen. Lakini mimi ninamjua na ninajua, ninamjua na ninamjua, ananijua na anakujua. Sema amen. Anatujua na tunamjua. Anazungumza katika ile Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8. Wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Lakini sasa mkiisha kumjua Mungu au kujulikana naye, ina maana mwanzoni tulikuwa hatumjui Mungu, lakini sasa tunamjua Mungu, tena tunajulikana. Unaposema kujulikana, ina maana Mungu anakujua na Mungu anakujua na wewe unamjua. Ina maana tayari wote mnafahamiana. Sema amen. Kwa hiyo usipomjua Mungu, tayari unakuwa umepoteza thamani ya maisha yako ya kuishi katika Mungu. Mungu akubariki sana. Usipomjua malaika ni nani, tayari unakuwa umehama katika misingi ambayo Mungu anahitaji uishi nayo. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako raha sana. Mwambie tena raha sana. Naomba nianze katika ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Yohana mtakatifu